Wito huo umetolewa na makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUM anayeshughulikia taaluma DVC Academic Profesa Hamza Mustafa Njozi wakati anafungua jukwaa la kibiashara lililoandaliwa na chuo hicho. Wale wanaomaliza graduation kwa mwaka ni zaidi ya 1,100,000. Nini maana yake? Uwezo wa serikali kuajiri wote hawa ni mdogo, kwa sababu ufumbuzi sio tu lazima wote waajiriwe na serikali. Kitu gani unaweza kufanya ukabadilisha maisha yako wewe na maisha ya wenzako na ukaweza kuwasaidia na wengine? Sasa si jambo dogo, linataka mambo mengi, ubunifu, kufikiri, kujituma na mambo chungu mzima. Baadhi ya mada zilizowasilishwa katika jukwaa hilo ni pamoja na nidhamu ya matumizi ya fedha kwa vijana, fursa za uwekezaji kwa wanafunzi na jinsi ya kuanzisha na kusimamia biashara ndogo kama ambavyo wawezeshaji wanaeleza. Tumetoa vyanzo vingi sana vya kuweza kufahamu jinsi mitaji inavyoweza kupatikana, lakini pia tumeweza kumueleza mwanafunzi ambaye ana wazo jinsi gani anaweza akafikiria eneo la kuwekeza. Jambo kubwa ambalo mimi kwa nimekazia au nimeangazia ubunifu na teknolojia, kwa maana kwamba innovation and technology. Kwa na madaktari wajasiriamali tofauti wakijadili uhalisia biashara halisi ndogo na kubwa. Kwa hiyo sisi kama Amana Bank, moja nipongeze management ya wanafunzi kufikiria kuandaa tukio muhimu kama hili, kwani linawaandaa wanafunzi kuwa na picha halisi. Kwa upande wake mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya jukwaa hilo ambaye pia ni mwanafunzi kutoka idara ya mawasiliano katika chuo hicho, Ismail Abdallah, ameeleza kuwa jukwaa hilo ni sehemu ya mikakati ya kuwezesha wanafunzi kuunganisha elimu ya darasani na maisha halisi. Kuna wimbi kubwa la vijana kukosa ajira, lakini pia wadau waendelee kujitokeza kuhakikisha kuwa hawa vijana ambao wako vyuoni wanapata maarifa, lakini pia wanajifunza masuala ya ujasiriamali, kwani haya mambo ya ujasiriamali mara nyingi hayapo kwenye taaluma zetu, hayapo kwenye mtaala wetu wa elimu. Ni kama hivi tu, zikitokea session ndio wanafunzi tunajikusanya tunajifunza. Ujasiriamali tofauti na nilivyokuwa naelewa mimi zamani kwamba lazima uwe na mtaji mkubwa, lakini uhalisia ni kwamba unatakiwa uwe na angalau kidogo tu cha kuanzia, alafu utakuwa unaenda kidogo kidogo, mwisho wa siku faida unaitumia kukuza mtaji na mwisho wa siku unaweza ukafikia malengo. Na pia changamoto ambazo ziko kwenye jamii tuzibadilishe ziwe kama fursa kwetu ya sisi kujiingizia kipato kuliko kutegemea kuajiriwa, na tusiogope hata kama kwa mtaji kidogo tu tunaweza tukaanza biashara na tukafanya mambo makubwa kabisa hata kwa mtaji kidogo tu. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Morogoro, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.